Asanteni wanakwaya, saidieni kuwapigia makofi. Talanta wanayo ama hawana? Wanayo. Tunashukuru kwa service yenu kwa hii cathedral. Mimi napenda muziki, sauti tu ndio ilikataa, lakini maji yakiwa baridi bafuni yabidi sauti itoke. Nasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kunipa uhai siku hii ya leo, kunifikisha hapa kusimama mbele zenu. Nasema ni asante kwa provost na usimamizi wa kanisa hii kuniona ya kwamba nisimame mbele zenu tarehe hii ya leo, masaa kama haya, ninene nasi yale ambayo Mwenyezi Mungu ataniwezesha, ambayo atanipa ujasiri kuyanena. Mada yangu ya leo: ufufuo, jiwe pembe, msingi wa imani yetu. Ufufuo, jiwe pembe, msingi wa imani yetu. Resurrection, the cornerstone or the foundation stone of our faith. Nilipokuwa naja asubuhi nikiwa kwenye matatu, kuna wimbo mmoja ulinikujia, naambia napenda muziki, sauti tu ndio ulikataa. My faith has found a resting place. Wanakwaya mnautambua? Siku moja mtanipigia special dedication. Hiyo ni yangu tu. Kwa wale ambao wanapenda hymns, it's one of the most beautiful hymns that I love. My faith has found a resting place. Na ikinikujia wakati nikitafakari kuhusu mada hii ya kwamba ufufuo ndio jiwe pembe, msingi wa imani yetu. Na huo wimbo kanikumbusha kwamba my faith has found a resting place. Na kuna stanza katika wimbo unasema, I have no argument, I have no other plea. It is enough that Jesus died and he died to set me free. Na nikirudia madangu, si kwamba alikufa, alifufuka. Amen. He died and he resurrected to set us free. Kuelewa binadamu si jambo rahisi. Inaitwa human nature. Halafu inasemekana kwamba watu ni wickedly deceptive, yaani waovu wadanganyifu. Miaka kadhaa nilikuwa nafanya kazi pahali fulani, na mwenzangu alikuwa na kauli fulani alikuwa anapenda sana kuisema. Alikuwa anapenda kuniambia, Jaoko, Kenyans are obscenely corrupt. Tafsiri yake ya Kiswahili nimewaachia. Miaka hiyo nilikuwa nafanya kazi katika Wizara ya Ujenzi na Barabara. I was a civil servant. So kanambia, Jaoko, Kenyans are obscenely corrupt. Kila wakati tukifanya mipango ya miradi, tukitengeza estimates, anambia, Jaoko, Kenyans are obscenely corrupt. Wiki moja kabla Yesu kusulubiwa, Wayahudi walimkaribisha wakiimba Hosana, Hosana, wakitandika matawi njiani. Siku chache baadaye ndimi zao zilibadilika, asulubiwe, asulubiwe. Sisi wiki iliyopita tulikuwa tukasemaje? He is risen? Christ is risen? Yes. Amefufuka kweli kweli. He is risen. Sasa muulize jirani yako, wiki hii ni kauli gani inatoka kwa mdomo wake? Last week ilikuwa is risen indeed. Leo ni gani? 1 term, 2 term, 3 term. Mambo ya binadamu ni magumu. Maandiko yamo timilifu kibinafsi, yanajieleza yenyewe na hayabaki hewani yakitafuta tafsiri za nje. Maandiko si kama vile tunasema mtaani story za jaba. Maandiko yalikuwa, yamo na yatakuwa. Katika mada yetu ya siku ya leo, maandiko katika hali yao timilifu yatuonyesha jinsi ufufuo ni jiwe pembe, msingi wa imani yetu. Na leo ni ibada ya ushirika mtakatifu. Ibada ya ushirika mtakatifu si ibada ya kawaida. Na katika mada yetu wa mwaka huu ya kurudi katika misingi, kuna vipengele vina ambavyo vinatusaidia kufikiria ari yetu ya kurudi katika misingi. Tunapofikiria as we go back to our foundations, to our basics, we have word, fellowship, communion and prayer.
Na kuna wakati Reverend Pala alitufunza kuhusu meza ya Bwana, and it's katika bulletin zetu aliandika vizuri sana jinsi ambavyo tunafaa kujitayarisha kuja kusherekea ibada ya meza ya Bwana. Kila wakati tunapokuwa na ibada ya ushirika mtakatifu ni fursa nyingine ya kujikumbusha ushindi uliopatikana Kalvari. Ufufuo, jiwe pembe la imani yetu. Bila ufufuo, sidhani kwamba hii ibada ingekuwa inawezekana. Had there been no resurrection, sidhani kama ibada ya kuja kula mkate ingewezekana. Reverends wanaweza tusaidia, hao ni wanatheolojia wa study kunishinda. Kufufuka kwa Bwana yetu Kristo inasemekana kuwa kigezo cha imani ya Ukristo. Tendo hili ndilo moja tofauti kubwa kati ya Ukristo na dini zingine. Na maandiko yalitabiri kufa na kufuka kwa Yesu. Manabii si wachache walitabiri tendo hili, na tulivyosema mbeleni, maandiko yamo timilifu, perfect, complete, kibinafsi. Zaburi tuliyosomea wa mstari wa 10 imenukuliwa tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:27. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Zaburi hii iliyonukuliwa iliandikwa na Mfalme Daudi. Mtume Paulo aliinukuu katika karne tofauti. Je, huu sio utimilifu wa maandiko? Hii ni moja ya kati ya nyingi ambazo zinatia uzito utimilifu wa maandiko, hususan tabiri za unabii kuanzia Mwanzo 13, Genesis 3:15. Inasemekana kuna matukio 250 katika maisha ya Yesu ambayo yaliandikwa katika Injili ambayo yanambatiana. Kumbuka, hawa ni waandishi 4 tofauti, na katika maandishi yao matukio 250 yanaambatiana. Hata wale wanaotabiri na kubahatisha mechi za mpira hawafikishi asilimia ya usawa katika tabiri zao. Jamaa anaekelea gol, alafu mambo yanaenda segemnege, wanapigwa maboma 4 bila. Yeye anajaribu kutabiri lakini hawezi fikisha the accuracy which is in the Bible. 250, 4 gospels, accurate events, 4 different authors, waandishi 4 tofauti. Sasa hiyo timu ilijazwa maboma 4 sitaitaja, lakini wapenda wanajitaje they never walk alone. Ama namna gani Mwalimu Eric? Maboma 4 ni mazito sana, tafuta rafiki yako kukusaidia kuyabeba. Niliwaambia kuelewa binadamu sio rahisi. Petro kuna wakati alijigamba akisema, Yesu, mimi sitakuacha, wengine watatoroka nini, sitakukana. Lakini alitushangaza. Lakini baadaye Yes, alitushangaza akaanguka. Lakini Petro alisema kwa wale wanacheza mpira, alisema nini? Alipiga comeback, na baadaye akawa mwamba katika Ukristo. Baada ya kuteleza, he became very solid rock katika Ukristo. Petero wa kwanza sura ya kwanza 3-9 mstari wa 3 unasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana yetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Narudia nikisema ya kwamba ufufuo wa Bwana yetu Yesu Kristo ni jiwe pembe katika yote yanayohusu Ukristo. Mimi hufanya kazi ya ujenzi na uhandisi, na naelewa umuhimu wa jiwe pembe na msingi thabiti. Na bila msingi thabiti hakuna jumba ambalo linaweza kukalika
bila wasiwasi ya lini litaporomoka. Tukumbukeni tena kwamba tofauti ya dini ya Ukristo na dini zingine ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Tukishaweka msingi wa ufufuo wa Yesu Kristo kama jiwe pembe, tuangalie mada ya imani. Tusisahau, imani hii haitoki tu hewani ama kwa filosofia za binadamu. Hapana. Imani inatoka kutoka ufahamu wa ufufuo. Ni vizuri hapa tuelewane. Imani haitatoka hewani ama filosofia za binadamu. Inatoka kutoka ufahamu wa ufufuo. Na katika uhandisi tunaweza bishana mara kwa mara, msingi gani tuweke kwa nyumba, ardhi iko namna gani inaweza kustamili uzito. Na utilia mkazo jiwe pembe la ufufuo, kwa maana udhabiti wake hauwezi kupingwa. Maandiko yalitabiri na sote tunakubaliana kwamba maandiko yamo timilifu. Tuliposomewa, kuna mahali nataka kujua, Wakristo lazima niwapatie homework kidogo. Hatuwezi kuja hapa unasomewa neno, wewe hutaki kwenda nyumbani kusink deeper. Lazima tuwe na spirit ya the Bereans. Unarudi nyumbani pia wewe unachukua Biblia yako, unaweza kujisomea, unazidi kuingia ndani katika neno. Uchukue wakati wako usome verse ya 9 hadi ya 10 hapo kwa Petero, uisome deeper. Mimi nimenukuu tu verse ya 3, na ninaomba kwamba Mungu atakupa ufunuo. Palipo na imani hapawezi kukosa majaribu. Ukisoma hapo, Peter anaongea kuhusu majaribu. Palipo na imani hapawezi kukosa majaribu. Ni kama hapawezi kukosa uhai bila kupumua. Ukiwa hai lazima upumuwe. Ukiwa na imani lazima utapitia majaribu. Petro anataja ya kwamba katika misimu ya majaribu, huzuni pia hupata nafasi katika maisha yetu. Lakini imani yetu inatajwa kuwa na thamani kuliko dhahabu. Utajiri wa nchi unapimwa na idadi ya dhahabu wanao katika reserves zao. They are gold reserves za nchi yenu, ndio mnajulikana kama mnatambulika katika utajiri wenu. Na hapa Petro anatuambia nini? Imani yetu ina more value than gold. Na majaribu tunayopitia si ya bure, ina manufaa baadaye. Kuna sababu lazima imani yako iwekwe katika mizani. Mstari wa 7, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hii hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufufuliwa kwake Yesu Kristo. Si bure wenzangu. Misimu ya majaribio na dhoruba zitabisha katika maisha. Imani lazima ipewe majaribu. Tukisoma Yakobo, James 1, Yakobo 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, perseverance and endurance. Saburi na iwe na kazi timilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Yakobo 1:2 hadi 4, James 1:2-4. Kuna wimbo uisikia, majaribu ni kama moto inayochoma imani yangu. Twawimba huo wimbo. Majaribu lazima, imani yetu lazima ipitishwe kwa moto. Tukirudi nyuma kidogo kutoka kitabu cha Kutoka, hapa tunapata picha mwafaka ya majaribio. Wanaisraeli baada ya kutoka Misri wanakumbana na hali ngumu inayoleta majaribu katika mioyo yao.
Lile ambalo ningependa utilie mkazo ama maanani ni ukombozi ambao Mungu anauleta katika hii part ya scripture. Wenzangu, upende usipende, utapitia majaribu. Wengi wetu wanadhani majaribu ni kama job. Mali imeenda, watoto wameenda, unapoteza, ama unakuwa na mgonjwa muda mrefu. Majaribu ya kila mtu anapitia sampuli yake, njia yake, kulingana na vile ambavyo amenehemishwa. Si kwamba lazima uwe na mgonjwa kinyata ndio unapitia majaribu. Kila mtu, kila Mkristo, kila binadamu ana majaribu yake. Upende usipende, you will be tested. Utapitia misimu migumu, ni hali ya kuwa binadamu. Mstari wa 13 hapo unasema, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa Misri mnawaona leo hamtawaona tena milele. 14, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Hata watoto wa Sunday school wanajua hii hadithi. Wakati Wanaisraeli walipotoka Misri, je, imani yako inahitaji ushahidi? Maandiko yanatuelekeza tusimame tu. Kuna generation unajua siku hizo wanatushangaza, wanakuambia just chill, relax and watch Netflix. Mambo simame tu, tulia, chill, relax and watch Netflix. Kweli hiyo Netflix utaitazama ukiona jinsi maadui na watesi wako wakikerekwa. Zaburi ya 23, nitaandaa meza mbele ya watesi. Ama siko kwa scripture? Si ni ukweli? Utaiwatch your Netflix. Meza itaandaliwa machoni mwao, mambo yako yakinyooka, mitego yao ikiteguliwa, hila zao ovu zikitebuka. Chill, relax and watch Netflix. Tabiri zao za uongo zikienda kinyume, lakini wewe katika ukaidi wako hutaki kufuata maagizo. Weka imani yako katika mizani. Wewe simama tu, utazame kanda ya bure. Wakichambuliwa kama nini? Wa Kristo proper. Wakichambuliwa kama karanga. Hizo nyimbo ni kama mimi peke yangu ndo nazisikiza. Tuliposomewa Injili, ukienda chini 19 hadi 31, hii nataka mkienda nyumbani mjisomee. Mstari wa 24 unaanza na walakin. Sentensi ikianza hivi ujue kuna kesi baadaye. Walakin, kuna kosoro mahali. Alafu hapo chini tena ukienda nyumbani ujisomee verse 25. Mimi nisipoona, mimi sitasadiki hata kidogo. Tomaso huyo. Je, imani yako inahitaji ushahidi? Turudi nyumbani kidogo. Rafiki yangu wa miaka mingi Richard hapa ametupa hesabu. Je, unasadiki ya kwamba tutafikisha milioni 21? Muulize jirani yako, tutafikisha? Sijui mtazamo wako ni upi. Unaona idadi hii kama bahari ya Shamu, ama tutapita na kufikia nchi ya ahadi, tufanye miradi iliyopangiwa fedha hizi? Je, unauoga kama Wanaisraeli, ama kama Tomaso wewe usadiki? Leo nitakupa changamoto. Amsha imani yako, iweke katika mizani. Imani isipotumika ufifia na upoteza nguvu. Unapoiweka katika hali ya kutumika vilivyo, basi imani huwa thabiti zaidi.
Faith is a muscle. And usipotumia muscle, upoteza nguvu. Nguvu hufifia. Wanabiolojia wanajua. The same faith, usipoitumia na unapoitumia katika hali ngumu zaidi, inapata nguvu zaidi. That is, hiyo ndio safari yetu. Ikiwa kama wewe ni Mkristo na katika safari yako ya kwanza ya Ukristo, ukiwa bado mchanga, yale alikuwa nakusumbua bado yanakusumbua miaka 5 baadaye, you are not growing. Faith is a muscle. Imani yako usipoitumia itafifia, itapoteza nguvu. Ukiweka katika hali ambapo extreme circumstances, your faith will surprise you. Wangapi wanaamini ya kwamba kikiumana kijiombea anaweza pona? Wangapi wanaamini ya kwamba your rent is due, kimeumana, fedha zijaingia, but ukienda kwa magoti kutafunguka? How many have that level of faith? Umeitumia hiyo muscle mpaka umefikisha hapo. Nimesema turudi nyumbani, sababu tumepewa. Tuko 25%, asilimia 25 ya target yetu. Siku 56 zimebaki. Katika huu safari yetu ya 21 million challenge, unaogopa mchango wa $100,000? Unauoga? Jisajili, uhesabike na utambulike kama shujaa wa imani. Waebrania 11, Heroes of Faith, Hebrews 11. Tunasherehekea kanisa ambalo liko na karne moja na zaidi, 120 years old. Tulifanya centenary celebrations, vitabu vikaandikwa kwa wale ambapo walisaidia ili kanisa lifike pale limefika. Kizazi ni chetu sasa. Tutafikisha wapi cathedral? Our forefathers waliweka misingi, the founding fathers wa kwaya. Sisi sasa ndio tuko sasa. Sisi ndio St. Stephen's ama Mbele ya wana Israeli ilikuwa bahari ya Shamu, nyuma yao jeshi la Misri. Haya yalikuwa majaribu mageni kwa wana Israeli. Wametoka utumwa na bado wamo njiani wakielekea nchi ya ahadi. Majaribu ndio hayo. Ingekuwa wewe, imani yako ingeegemea wapi? Umetoka hali ngumu, hujafika pale umehaidiwa, wajikuta hali ngumu, between a rock and another rock, not even a hard place. Kuna jambo gani, kuna jambo lipi mbele ya Mungu ambalo haliwezi? Hali gani unapitia ambayo unadhani hamna suluhisho? Je, umelisema? Je, umelitaja? Katika maisha yako kuna bahari ya Shamu mbele yako ama jeshi la Wamisri nyuma yako? Uko katikati ya hali gani? Je, utakaidi ama utatii? Je, lazima ushuhudie ndio uamini ama utasadiki tu? Warden ambaye ni rafiki yangu wa miaka mingi ameniintroduce kama chairman wa Kama. Nimekuwa katika kanisa hili miaka zaidi ya 10 na nilifanya harusi hapa. Nina historia nzuri na hili kanisa. Nilianza kule youth mpaka pale nimefika. Wacha niwasute kidogo. Maswali magumu nilisema Mungu anipe ujasiri wa kuongea. Si niliomba? Ujasiri amenipa. Mimi nitasema. Hebu jiulize. Je, wewe unajihusisha na mambo ya kanisa hili? Je, umo katika kikundi chochote? Je, wewe hujitokeza kukiwa na mwito?
Mara ya kadha wa kadha tumejaribu kuwaita Wakristo watembe nasi katika mambo kadha wa kadha, lakini saa zingine the response is interesting for lack of a better word. Wanaume tunawaita njoni kama miezi iliyopita mjisajili, kuna michezo. Do you know what? Cathedral hii katika Archdeaconry katika kusajili kwa sports, na ilikuwa wazi, haikuwa ya wanakama peke yake, kwa wanaume wote, watu 3 peke yake, only 3 people. Inatangazwa pale na warden, inawekwa hapa, so mwito ukiwa wajitokeza. Watu walitangulia mbele yetu 120 years, tuko hapa, nimesimama hapa, nimeona picha nyingine pale ndani 1953, picha ili kanisa. Sasa tuko hapa 2026. Kuelewa binadamu si jambo rahisi. Wiki ijayo kutakuwa na AGM. Wengi wetu hapa hamtahudhuria, baada ya ibada mmechomoka. Sijui tutapiga tarumbeta gani hapa ndio tuwe washirika kikamilifu. Kanisa hili linasemekana lina washirika 3,000 registered, wana namba yangu ni 267. Tukiwa wajasiri, kila mtu angetoa 7,000, the 3,000 registered, 21 million, tungekuwa tumemaliza kitambo bila kutoa jasho. Natoa jasho hapa mimi nikihubiri, sweti. Sasa hili ni kanisa la askofu Reverend. This is the seat of the bishop of the diocese of Nairobi. Jawako watolewa jasho hapo akihubiri, 21 million atutoa jasho. 3,000 wajasiri 3,000 wajasiri. Cathedral ya Uaskofu wa Nairobi. Namalizia, kama kweli ulikiri amefufuka kweli kweli, basi unafahamu ya kwamba kufufuka kwa Yesu Kristo unakutenganisha na kukaa katika ligi tofauti. Kwa kweli wewe hautawahi kutembea tena peke yako. You'll never walk alone. Imani yako imepandwa katika jiwe pembe la ufufuo wa Yesu Kristo. Resurrection, the cornerstone and the foundation stone of our faith. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.